Wanatembea wanatamba kweli kweli wakiwa wanaimba mwendo wa ngapi ngapi, mwendo wa tatu tatu, mwendo wa ngapi ngapi, mwendo wa tatu tatu. Bwana, niko nao hapa magwiji wa uchambuzi wa soka. Niko na Dominic Salamba, Chifu Zubane kama Zumfela, lakini bila kusahau Katalambula Yusufu naye niko naye hapa pamoja naye ndugu yangu wa damu kweli kweli Steven mwana wa Mapunda. Wote tutawasikia hapa kiunguruma pamoja. Habari zenu jamani, mko vizuri? Tuko vizuri kabisa. Uzima upo? Ya, Mungu ni mwema. Ndio. Basi ni jambo la kumshukuru Mungu kweli kweli. Bwana, Young Africans wamepata ushindi mzuri wa mabao 3-0. Nianze na wewe Chifu Zubane kama Zumfela. Kiwango ambacho kimeonyeshwa na Young Africans ni kiwango cha aina gani kwa upande wako, mbali na kutakata na ushindi huu wa mabao 3-0? Dominic Salamba. Nafikiri ni miongoni mwa mechi ambazo Yanga walikuwa wanaingia kutaka kutafuta matokeo ambayo si tu yatakwenda kwa matokeo, isipokuwa kwa lengo la kutaka kuchange momentum. Unajua Yanga ametoka sare mfululizo, kitu ambacho kilikuwa kijazoeleka katika siku za karibuni, lakini pia alikuwa anatoka sare katika mechi ambazo alikuwa achezi vizuri pia. Kwa hiyo leo ilikuwa ni mechi ambayo wanataka kuja kutanish baada ya kuwa wameongeza mtu kwa mechi lao fundi, ameongezeka Mwalimu Ali na umeweza kuona effect yake imeweza kuonekana. Sio tu kwenye ambapo timu ilikuwa kidisplay, lakini pia hata namna ya kuweza kuchange kikosi. Leo kwa mara ya kwanza baadhi ya nyota ambao walikuwa watumiki kabisa wakiweza kuingia, lakini pia timu ilikuwa iko aggressive wakati wote wa mchezo. Yanga leo walikuwa wana pumzi muda wote. Yaani wameweza kushambulia dakika zote 90, kitu ambacho kwa nyuma kilikuwa kipo. Kwa dakika 70 walikuwa wana kama wakata pumzi, lakini pia mipango kuanzia sehemu ya ulinzi imeongezeka. Pasi zimekuwa ziko nyingi, unaweza kuona umiliki wa mpira. Nafasi nyingi zimetengenezwa. Changamoto ambayo walikuwa nayo leo kubwa ni kukosekana kwa mshambuliaji asilia. Ndio iliyofanya mpaka half time waweze kwenda bila goli. Kama ungekuwa either wana Dep au wana Dube, pengine wangeweza kutoka magoli mawili ama magoli matatu, kwa sababu mechi ambao walikuwa dominate katika maeneo mengi, isipokuwa tu mtu wa mwisho wa kuweza kuanticipate movement ya mpira au kufanya tapping ndio alikuwa anakosekana. Kwa mechi ambayo Yanga walikuwa wameicontrol katika maeneo yote, even though kuna kipindi kidogo walikuwa wanafanya makosa katika safu ya ulinzi, walikuwa wanajiamini zaidi, walikuwa nakwenda wakiamini kwamba hawezi kushambuliwa, na kama Prison ingekuwa na umakini pengine wangeweza kuwapa kazi ngumu. Lakini ni mechi ambayo Prison wamecheza vizuri, lakini wamekutana na Yanga ambayo ilikuwa inataka sana matokeo katika mechi ya leo hii. Wamecheza vizuri sana, hasa eneo la kiungo, safu ya defense kwa utulivu, lakini bila kusahau viungo ushambuliaji. Unaweza kuona leo mtu kama Okelo anaanza kuimprove, anabadilika, anaweza kufunga, anaweza kuassist, lakini pia amekuwa na ubunifu mwingi kwenye eneo la mwisho, kwa taratibu anaanza kubadilika. Leo Maxi alikuwa na energy, anakimbia eneo kubwa, anapiga pasi, anaweza kuanzisha movement za mpira, anakaba. Alikuwa na energy ambayo tumeikosa kwa siku za karibuni kutokana pengine na kuwa na patiki ya kutumika muda mrefu. Ukiangalia mtu kama Mohamed Hussein naye alikuwa anapenda. Kwa kimsingi leo timu yao yote ilikuwa ipo katika ubora mzuri, bila kusahau kwamba na uwanja pia ulikuwa na support, kwa sababu hatujaona changamoto za matope na vitu vingine. Lakini kingine utazungumzia tu Prison wacheza vizuri, lakini ambacho kimeweza kuangusha ni utofauti wa ubora baina yao na Yanga. Kwa sababu ukiangalia muda mwingi walikuwa wanataka kuweza kupishana, lakini kasi ikawa inawashinda, na hata pasi zao wakati mwingine zilikuwa zifiki. Walikuwa kwa under pressure. Ukichukua mpira unamwona amekuja Zalimwenda, amekuja Max, amekuja Duke Abuya. Kwa hiyo unakuta kwamba wanapoteza makini na ule uharaka wanaweza kuuachia. Lakini kwa upande wa waamuzi binafsi, mwanzo katikati sasa Mrope alikuwa na kizuri sana leo. Makosa yapo, hayo ndio makosa ya kibinadamu ambayo unaweza kuzungumza, lakini overall alifanya kazi nzuri, ingawaje line 2 ile goal la Pacome binafsi sijakubaliana naye kwamba ilikuwa ni offside, lakini ndio vile kama ukiangalia ni ile margin, sababu sisi tupo kwenye TV unaangalia mpira, yeye yupo kiwanjani. Kuna wakati anaweza akamislead kutokana na uharaka wa mchezo. Kwa ni makosa ambayo ukiambiwa ni makosa ya kibinadamu unaweza ukaridhika, kwa sababu kuna kipindi uwezo kuona accuracy ya kuweza kuona mistari yote kwa wakati mmoja. Lakini kimsingi naamini haikuwa offside na pengine Yanga wangeweza kuondoka na magoli 4. Kwa hiyo binafsi overall Yanga wameanza kucheza vizuri, wameanza kurudi kwenye system yao ya uchezaji, lakini kubwa zaidi mwalimu ameanza kufanya timu ianze kutengeneza hali ya ushindani. Utakuwa shahidi anaingia Sure Boy, sio tu mashabiki, hata wenyewe wachezaji umeweza kuona wamehamasika, lakini pia Duke Abuya anakwenda kuonyesha heshima. Na hiki kitu ambacho binafsi nimekipenda sana. Yeye ndiye alikuwa kapteni wa mchezo. Lakini alipoingia Sure akajua huyu ni miongoni mwa waandamizi kwenye hii timu, nimemkuta hapa. Anakwenda anampatia kitambaa cha unaoza. Kwa bana
and Energy Jazz. Kwa hiyo ilikuwa ni kitu kizuri sana. Ndambwile anaingia. Kwa hiyo hiki ndio kitu ambacho kwenye timu kama hii ambayo wakati mwingine inaweza ikawa ina ratiba ngumu, ndivyo na mapekee ambao ukaweza kusecure au kuweza kupunguza fatiki na kuweza kulalamikia ratiba. Lazima uwe na watu ambao wanaweza kwenda kugawana na kupunguza uchovu, kwa sababu unakuwa unatumia sehemu kubwa kikosi ambacho uko nacho kuliko muda wote kutumia kama kikosi ni kama ni kauka nikuvae. Na ni kiwango gani ambacho kimeonyeshwa leo na mwamba kweli kweli mwite Duke Abuya kutokea pale Kenya? Nimeona amezua gumzo kweli kweli, au ni maneno tu ya mitandaoni, au ni kweli ana deserve kuzungumziwa kwa namna ambavyo amecheza kwa ubora siku hii ya leo Duke Abuya? Duke Abuya akiwa katika ubora wake ni miongoni mwa viungo ambao wanafanya kazi nzuri. Kwa sababu kwanza anakupatia vitu vitatu. Kitu cha kwanza ana cover eneo kubwa la kiwanja. Kwa hiyo anakuwa na faida timu ikiwa na mpira na ikiwa haina mpira. Ikiwa ina mpira anatoa option za kuweza kuongeza mazingira ya pasi, ikiwa ina mpira anapunguza timu kuweza kushambuliwa. Jambo la pili ni mzuri kwenye kupiga hizo pasi ndogo ndogo na pasi ndefu. Lakini jambo la tatu anaongeza namba kwenye eneo la mwisho, na wakati mwingine anaweza kutoa assist au hata kufunga. Kwa hiyo energy alionayo, lakini pia na usahihi wake na ubunifu wake unamfanya acheze kwenye sehemu kubwa sana ya kiwanja. Utofauti wa Duke Abuya na Max uko sehemu ndogo sana. Wote vitu vingi wanafanana, isipokuwa Max kidogo utulivu unapotea, hasa katika maeneo yale ya mwisho. Unaelewa sijui? Ndio maana Duke Abuya angekuwa kama anasogezwa zaidi mbele, pengine tungemuona akiwa na assist nyingi na magoli mengi kuliko Max, kwa sababu Max wakati fulani anakuwa anapoteza focus. Whether kutokana na kwamba amekimbia eneo kubwa sana la kiwanja, kwa wakati mwingine maamuzi yake yanakuwa hayako sahihi. Lakini pia Duke ana uwezo mkubwa kuweza kupata na wengine. Yaani unaweza ukamweka atengeze chemistry na Mudathiri haya ukaiona, akawa na Maxi ukaiona pia, akawa na Damaro ukaweza kuiona. Kwa hiyo mchezaji ambaye akiwa katika kiwango chake binafsi ni mtu ambaye anaweza kupatia vitu vingi. Kwa hiyo sikuweza kushangaa kuweza kuona akifanya yale ambayo ameweza kuyafanya, kwa sababu akiwa kwenye ubora na hivyo amepumzika, ana vitu vingi vizuri. Kupiga long passes, short passes, lakini pia uwezo kuweza kupiga mashoti marefu, uwezo kuassist, lakini pia uwezo cover sehemu kubwa kiwanja. Kwa binafsi naamini kwamba leo ni siku ambayo alikuwa kwenye ubora ambayo watu wengi wameweza kumuona, ndio kwanza timu yake Yanga kupata matokeo magoli 3-0. Sawa, ni mwamba kweli kweli huyo Dominic Salamba akitupa uchambuzi wa kina kweli kweli kwa kile ambacho tumekishuhudia Yanga dhidi ya Tanzania Prisons. Wananchi wametakata na ushindi mzuri kweli kweli wa mabao 3-0, lakini lile la Pacome pia Duzuzo lililokataliwa, je, lilikuwa ni goli halali ama si goli? Dominic Salamba ameligusa japo kwa juu, lakini tumepata kuelewa kwamba lile lilikuwa ni goli halali kweli kweli. Wananchi walistahili kuondoka na ushindi mzuri wa miguu ya sturi kwa maana ya mabao 4-0 kweli kweli. Kwako Steven Mapunda Garincha, tuanzie kwenye kiwango ambacho Young Africans wamekionyesha ni kiwango bora kweli kweli, wamemiliki mpira kwa asilimia kubwa. Nini hasa ambacho tumekiona? Je, ni ubovu? Ilikuwa nampa shida. Sawa. Lakini pia jiografia ya viwanja vyetu vya Tanzania pia vilikuwa vinampa shida. Alikuwa anakosa mtu ambaye anaweza akakaa naye karibu akazungumza lugha moja, kwa sababu kumwangalia Patrick Mabedi ni mgeni, amekuja for the first time na anaifundisha Young African, bado hajapata mizunguko mingi. Kwa hiyo kuna vitu vingi ambavyo walikuwa wanavipitia Young African kulingana na huo ugeni uliopo kwenye benchi la ufundi, na ni benchi la ufundi ambalo limeingia katikati ya mashindano. Unaona Romain Folz anaondoka, anaiacha Young African ikiwa inapambana klabu bingwa, inapambana kwenye ligi tayari imeshaanza. Na pia ukija kuangalia kipindi cha Nasreddine Nabi alivyokuja, alipata wakati mgumu pia vile vile. Msimu wa kwanza kuweza kuchukua ubingwa, kama utakumbuka, ni msimu ambao anakwenda kuingia finali kombe la FA, anakwenda kulipoteza kule Tanganyika, goli la Tadeo Lwanga. Lakini msimu uliofuata aliweza kufanya vizuri na kuweza kumpatia msaidizi ambaye alikuwa Cedric Kaze. Ukiangalia Kaze alikuwa tayari
ameshakuwa familia na ligi ya Tanzania kwa sababu alimtangulia Nasreddine Nabi, na unaona ile kombo yao iliweza kufanya vitu vizuri na vitu vikubwa sana. Lakini pia anaondoka Nabi, anakuja Miguel Gamondi. Ukiangalia Miguel Gamondi pia naye alivyokaribishwa, jiografia ya Tanzania ilimpa changamoto. Yaani combination iliyofanyika kati ya Morin na Pedro, mimi naona ni combination ambayo imekuwa bora sana kuweza kuonyesha kwamba kile kitu ambacho watu wengi walikuwa wanahitaji kuweza kukiona. Na kitu ambacho kimewafurahisha zaidi watu wa Yanga pamoja na wapenzi wa soka, kumuona Babu Kaju akiwa ndani ya pitch, ameingia. Bila yote ambayo ameigusa imekuwa ni miguso sahihi, amepiga pasi kwa usahihi, na kuna pasi nyingine aliweza kuipiga long range ambayo hiyo ilikuwa ni pasi murwa sana, lakini line 2 alienda kuonyesha kibendera, kuonyesha kwamba alikuwa ameshaotea Aaron Okello. Kwa hiyo unakuja kuona kwamba haikuwa offside, lakini yote unakuja kuona miguso yake ilikuwa ya maana zaidi. Lakini pia kitu kingine unakwenda kuangalia kwenye ball possession, ukiangalia Young African wamepossess mpira kwa kiwango kikubwa sana, 70% kwa 30. Unaenda kuona kabisa kwamba tafsiri yake ni kwamba Young African walikuwa wamegusa mpira mara nyingi, wamepiga pasi za usahihi mara nyingi, lakini pia wameweza kukaa na mpira kwa muda mrefu zaidi kuliko Tanzania Prison. Kwa hiyo yote inakwenda kutoa tafsiri ya kwamba Young African wameweza kufanya jambo bora kuliko Tanzania Prison.